Na asante kwa kutuamini na kuendelea kutazama habari kutoka hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, na sasa ni wakati wa habari za biashara na uchumi, na moja kwa moja karibu tujiunge na mtangazaji Salma Shabani. Asante sana Emmanuel Mwakapotela. Leo kwenye habari za biashara na uchumi, mtazamaji, yale tulionao ni pamoja na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA imeendelea kushuhudia ubunifu wenye lengo la kurahisisha utoaji wa huduma na ushirikishwaji wa jamii katika sekta ya fedha ili kuongeza mchango wao katika uchumi wa taifa na hivyo kupunguza utegemezi kutoka kwa wafadhili wa nje. Hali hiyo imebainika jijini Dar es Salaam wakati mkurugenzi wa utafiti, sera na mipango wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CPA Alfred Mkombo kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo aliposhiriki uzinduzi wa Vertex Mobile Trading App yenye lengo la kuwapa wepesi wananchi kununua na kuuza hisa moja kwa moja kupitia simu zao za mkononi. Mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana inaweka kipaumbele katika kuendeleza upatikanaji au kufikika kwa huduma za kifedha kwa watu wengi zaidi katika hapa nchini. Jitihada hizi zinalenga hasa katika kuongeza matumizi. Awali mtendaji mkuu wa Vertex International Securities Limited, Mateja Mgeta, alisema huduma ya Vertex Mobile Trading App imetengenezwa ili kuchochea mageuzi ya kiteknolojia. Gharama yake ni nafuu na inaweza kutumika wakati wowote, huku wadau wengine walioshiriki uzinduzi huo wakitoa maoni yao. Kwanza tunataka kuwapa watu binafsi maarifa wanayohitaji ili kufanya maamuzi sahihi ya uwekezaji. Iwe mtu anatafuta kuwekeza katika hisa za makampuni yaliyoorodheshwa soko la hisa la Dar es Salaam, tunaamini kwamba elimu ndio ufunguo wa ushiriki wa uhakika na kwa hivyo ni changamoto kwetu wote kwamba wenzetu wanafikiria watu milioni 9 miaka 4 ijayo. Sisi inabidi kwa kweli na sisi tubadilike. Kwa hivyo lakini bahati nzuri regulator alishatoa maelekezo, tujitahidi angalau tuwe na milioni 2. Uwekezaji uko kwenye viganja vyako. Idadi ya hisa za chini kabisa za kununua ni hisa 10. Kwa hiyo ukiwa na shilingi 10,000 unaweza ukaanza kuwekeza katika soko la hisa. Na uwekezaji wa soko la hisa ni uwekezaji ambao unakufanya umiliki sehemu ya taasisi kubwa. Esther Mtebe, Channel 10. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia PPPC David Kafulila amesema tangu kuanzishwa kwake kituo hicho kimeongeza tija kwa ukuaji wa uchumi. Amesema hayo jijini Dar es Salaam kwenye kongamano la kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, ambapo amesema kituo cha ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma PPPC kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa masuala ya demokrasia REDET chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam imeendelea kuonyesha nia njema ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. David Kafulila amesema moja ya majukumu ya PPPC ni kuiwezesha jamii kupata uelewa kuhusu masuala ya kisera na kisheria na mipango ya serikali katika maeneo ya ubia, huku baadhi ya wadau nao wakichangia mada mbalimbali katika kongamano hilo. Matumaini yetu kuelekea mwaka 2050 ni kuvuta mtaji zaidi wa sekta binafsi, kwa sababu assignment ya kufikia dola trilioni 1 haiwezi kutekelezwa kwa kodi na mikopo. Lakini kuhusu usalama, kwa mfano wa hizi airport au bandari, ni uzoefu ndugu zangu kwamba duniani kote, ukienda India, ukienda Ufaransa, kuna airport kadha wa kadha ambazo zinaendeshwa kwa utaratibu wa ubia. Ni faraja kubwa kushuhudia mjadala mpana wa kina na kujenga kuhusu nafasi ya ubia huu katika kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini mwetu. Sasa hivi we are very happy as a media-less society. Tunafurahi sana kwamba hakuna mtu anasema lolote.
Licha ya Tanzania kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta na gesi, bado ushiriki wa wazawa ni mdogo katika suala la utafutaji na uchimbaji kufuatia ukosefu wa fedha na kuhofia hasara. Tupate taarifa zaidi. Jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa mkondo wa juu wa petroli Pula, mhandisi Charles Sangweni, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa jamii ya wahandisi wa sekta ya mafuta na gesi Afrika SPE, amesema lengo la mkutano huo ni kubadilishana uzoefu baina ya nchi wanachama, wakihusishwa wanafunzi walio vyuoni na walio kazini. Hivyo bado kuna nafasi ya Tanzania kuchangamkia fursa hiyo. Tumepata nafasi ya kupromote au kutangaza maeneo ambayo tunaamini wawekezaji wameyasikia na kwa uwezo wao wanaweza kuja kuwekeza. Lakini cha pili ni kufanya mapping ya watu wetu. Tukikusanyika hivi tunajua ni mainjinia wangapi wa petroli tunao Tanzania. Mmeona kuna makampuni ambayo yatatoa huduma kwenye hii tasnia na mengine ambayo yana uwezo wa kuja kuchimba. So we are here as SPE Africa region to have a platform to discuss technology advancement in the oil and gas industry and also to put Tanzania on the limelight. One of the presentations that we saw today was the host presentation that actually elaborated the opportunities we have here in Tanzania, the 23 blocks. Mkurugenzi mtendaji wa SPE kanda ya Afrika Dr. Riverson Opong amesema katika mkutano huo Tanzania imetangaza vitalu 23 kwa ajili ya uwekezaji kwenye sekta ya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi katika maeneo mbalimbali, na kwamba hiyo ni fursa nzuri kwa nia ya kuwekeza katika sekta hiyo. Toka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Taarifa hiyo ya Emmanuel Chegere inatukamilishia habari za biashara na uchumi kwa leo. Mtazamaji, ni kushukuru sana, lakini vile na kurejesha kwake Emmanuel Mwakapotela kuendelea na taarifa ya habari. Mimi ni Salma Shabani. Asante sana Salma Shabani kwa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao ni habari za michezo na burudani. Atakuja hapa mwanamichezo Witness Ngalawa maarufu Winga Teleza, atadunda huko viwanjani.